ninayeishi, bali ni yeye anayeishi ndani yangu, anayeniwezesha. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi tuangalia neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Ezekieli 36, Ezekiel 36 from verse 16. Ezekieli 36 kuanzia mstari wa 16, maandiko inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nyumba ya Israeli walipokaa katika nchi yao wenyewe, waliitia uchafu kwa njia yao na kwa matendo yao. Njia yao mbele zangu ilikuwa kama uchafu wa mwanamke wakati wa kutengwa kwake. Kwa hiyo nalimwaga hasira yangu juu yao kwa ajili ya damu walioimwaga juu ya nchi, na kwa sababu wameitia uchafu kwa vinyago vyao. Nikawatawanya katika mataifa, wakatapanyika katika nchi nyingi kwa kadri ya njia yao na kwa kadri ya matendo yao naliwahukumu. Nao walipoyafikiria mataifa yale walioyaendea, walinitia unajisi jina langu takatifu, kwa kuwa watu waliwanena wakisema, watu hawa ni watu wa Bwana, nao wametoka katika nchi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tazama, siku ya leo nataka ninene na ile nafsi ambayo imepotea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ile nafsi ambayo huenda ilikuwa katika nuru na ikafika wakati ikaondokea nuru ikaenda gizani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo ndiyo nafsi ambayo Mwenyezi Mungu anatafuta siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo ndiyo nafsi ambayo Mungu anahitaji siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na anasema ya kwamba mwanadamu, ya kwamba wakati wana wa Israeli waliishi katika nchi yao wenyewe, yani walienenda kutenda mambo yao wenyewe, mambo yanayowafurahisha, mambo yanayofurahisha nafsi zao wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Waliondokea njia za Mungu, waliondokea uwepo wa Mungu, waliondokea kutenda mambo ambayo yanayomfurahisha Mungu. Wakaondoka wakaenenda nchi za mbali, wakaenenda kutenda mambo yao yanayowafurahisha, yanayoshibisha nafsi zao wao wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hao ndio watu, na hizi ndizo nafsi ambazo Mungu siku ya leo anataka kunena na wewe, ambazo Mungu siku ya leo anataka urejee katika uwepo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na Mungu anasema kwamba kwa sababu waliziondokea njia zake, wakaenenda kutembea katika njia zao wenyewe ambazo zinawafurahisha, Mungu akashikwa na ghadhabu, kisha akaachilia hasira yake juu ya hizo nafsi. Bwana yake juu ya hizo nafsi zikatawanyika, hizo nafsi zikatapakaa, hizo nafsi zikakosa mwelekeo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini ni kwa sababu Mungu ni Mungu mwingi wa rehema. Mungu ni Mungu mwingi wa huruma. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni Mungu wa urejesho. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni Mungu ambaye hapendi mwanadamu aangamie. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni Mungu ambaye hapendi mwanadamu aishi kwa maisha ya kuhangaika na kuteseka. Bwana Yesu apewe sifa. Maana maandiko inasema kwamba yeye anayo mipango miema katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mipango ya kutuinua, mipango ya matumaini ya maisha ya baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati unapoishi maisha ya kung'ang'ana, unapoishi maisha ya kuteseka, unapoishi maisha ya kuangamia, hayo si mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mungu anataka uishi maisha mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Ili kwamba jina lake likapate kutukuka. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu ananena na wewe siku ya leo. Wewe ambaye ulikuwa katika njia za Mungu, wewe ambaye ulikuwa unamjua Mungu, wewe ambaye ulikuwa unaenenda katika njia za Mungu, wewe ambaye
ulikuwa unampenda Mungu, lakini kwa ajili ya mambo ya ulimwengu, ni kwa ajili ya tamaa za mwili, ni kwa ajili ya mambo ya raha za ulimwengu huu. Bwana Yesu apewe sifa. Kisha ukaweza kubebwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukaweza kupotea. Bwana Yesu apewe sifa. Ukaondoka katika njia za Mungu, ukaondoka katika nuru, ukaondoka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anakupenda siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu ni Mungu mwingi wa rehema. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu ni Mungu wa msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu ananena na wewe siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na anasema ya kwamba, wacha tusome wacha tusome 21. Maandiko yanasema kwamba, lakini na niwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo Mungu anataka akuhurumie, si kwa ajili yako wewe, lakini kwa ajili ya jina lake takatifu. Ni kwa ajili analitetea jina lake, jina lake lisije kuaibika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo Mungu anataka akuhurumie, Mungu anataka kurehemu, Mungu anataka akurejeshe tena katika uwepo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Na hili jambo analitenda tu kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya kulitetea jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usije ukasema ya kwamba kwa sababu huenda huwa ninatoa fungu la 10 kwa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ndio maana Mungu usiseme kwamba ni kwa sababu huwa na ubiri, hii ndio maana Mungu amenirehemu. Usiseme kwamba ni kwa sababu huwa ninaomba, ni kwa sababu huwa ninatoa mapepo kwa jina la Yesu Kristo, na hii ndio maana Mungu ananirehemu. Lakini anasema kwamba yeye anakuhurumia, yeye anakurehemu ni kwa ajili tu ya jina lake ambalo ni takatifu. Hili jina lake lisiaibike. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huyu ni Mungu ambaye anatetea jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Na hakuna siku jina lake litaweza kuaibika. Analitetea jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati wowote ule, wakati Mungu anakurehemu, wakati Mungu anakutakasa, huwa kujua kwamba amefanya hili ni kwa ajili ya jina lake likapate utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Na maandiko yanasema kwamba, anasema 22, kwa hiyo waambieni nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, sitani hili kwa ajili yenu, nyumba ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu mlilolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea. 23 wanasema, nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa mlilolitia unajisi kati yao, nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana, nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Bwana Yesu apewe sifa. Na anasema 25, anasema kwamba nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba Mungu anatuajia siku ya leo. Mungu anakuajia ewe nafsi ambayo umeulizama, ewe nafsi ambayo umepotea, ya kwamba atakunyunyizia maji safi. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba ni yeye atakutakasa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usema kwamba unao uwezo ule wa kujitakasa. Ni Mungu anakutakasa. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema kwamba atakunyunyizia maji yaliyo safi na ataendelea kukutakasa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba mara mingi na wakati mwingi, mimi na wewe kama wanadamu, wakati kwenda tumetenda dhambi ama tumetoka katika njia za Mwenyezi Mungu, unapata kwamba unaenda kumwambia mwanadamu mwenzako ya kwamba nilifanya hiki nikafanya kile. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini jua kwamba mwanadamu hana uwezo kusamehe dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya.
Mwanadamu